kufuatia mashambulizi makali ya makombora mazito yaliyofanywa usiku kucha na Iran kuelekea nchini Israel na kusababisha vifo vya watu takriban 8 huku mamia ya watu wakijeruhiwa. Serikali ya Israel imeapa kujibu vikali mashambulizi ya Iran katika miji na maeneo kadhaa ya nchi hiyo, wakati nchi hizo mbili hasimu zikiendelea kushambuliana kwa siku ya 4 mfululizo tangu siku ya Ijumaa. Kulingana na kitengo cha huduma za dharura nchini Israel, watu 8 waliuawa na wengine 92 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo ya Iran katika miji ya Tel Aviv, Haifa na Jerusalem. Idadi jumla ya waliouawa nchini Israel kuanzia siku ya Ijumaa tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya jioni, wakati Iran ilipoanza mashambulizi ya kulipiza kisasi, imefikia watu 23. Israel ilianza kuishambulia Iran mapema siku ya Ijumaa, ikidai kuwa imefanya hivyo ili kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia ambao inadai ni hatari kwa usalama wa Israel. Tangu wakati huo, Iran imekuwa ikirushia makombora Israel, huku ikionya kuwa nchi hiyo itawajibishwa vikali baada ya shambulizi la Ijumaa kuwaua makamanda takriban 20 wa kijeshi pamoja na wanasayansi 6 wa nyuklia. Wanawake na watoto ni miongoni mwa watu zaidi ya 200 waliouawa nchini Iran. Hata hivyo, Israel kupitia kwa waziri wake wa ulinzi Israel Katz imesema watu wa Iran watayalipia mauaji yaliyoshuhudiwa Israel kufuatia makombora yaliyorushwa na utawala wa nchi hiyo nchini mwake. Katz amemuita kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuwa muuaji kwa kuagiza makombora kurushwa katika maeneo ya watu ili kujaribu kuizuia Israel kusambaratisha mpango wake wa nyuklia, huku akisema Israel ni taifa imara lisiloyumbishwa kwa lolote. Waziri huyo amenukuliwa akisema, hakuna atakaye tugaragaza, tutakikata kichwa cha nyoka anayetudhuru na kuitoa ngozi yake, na tutalenga vinu vya nyuklia, mfumo wa ulinzi wa anga, na tutaulenga pia utawala wenyewe. Tayari tumeanza kuhamisha watu kote Tehran ili tuweze kulenga maeneo ya kijeshi mjini humo. Tutafanya chochote kulinda raia wetu na tutawashambulia wanaotushambulia, na tutahakikisha hawatarudia tena kufanya mambo hayo. Kwa upande mwingine, Iran imestolea wito Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kuishinikiza Tel Aviv kuacha kuishambulia Tehran badala ya kuikosoa jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa kujibu mashambulizi dhidi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagei, amesema nchi hizo zilipaswa kuikosoa Israel kwa shambulizi lake la Ijumaa, hasa dhidi ya kinu chake kikubwa cha Natanz. Iran pia imelitaka shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki IAEA kukosoa shambulizi hilo la Israel dhidi ya maeneo yake ya nyuklia. Bagei amesema hii leo bunge la Iran linatayarisha mswada wa kuiondoa nchi yake katika mkataba wa kuzuia kusambaa kwa silaha za nyuklia NPT, lakini akisisitiza kuwa Iran bado inapinga kutengenezwa kwa silaha zinazoweza kusababisha uharibifu mkubwa. Kwingineko, China imezitaka nchi zote mbili hasimu kuachana na hatua zinazoweza kufanya hali katika eneo la Mashariki ya Kati kuwa mbaya zaidi, ikitaka mazungumzo ya haraka kufanyika ili kurejesha hali ya utulivu. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.